Nashukuru wanafunzi wa kike na kiume ambao wanasoma kwenye madrasa yetu hii kwa kile ambacho wametuonyesha leo hii. Mimi binafsi yangu nimehemewa kidogo. Kile ambacho watoto wamekionyesha sikudhani kama pengine kinaweza kikawa displayed hapa na watoto, lakini nashukuru haya yote yametokana pengine na jitihada kubwa ambazo za walimu wetu ambao kazi kubwa wanaifanya ya kuwafinyanga hawa watoto hata wakatutolea kile ambacho wamekutolea. Mimi binafsi yangu nina kitu cha kuondoka nacho, nina kitu cha kujifunza kwenye hii shughuli yetu ambayo imefanyika leo hii. Lakini chengine kipekee ni washukuru ndugu zangu waandishi wa habari ambao mmefika kutuonyeshea shughuli yetu hii. Ninaamini ujumbe utafika maeneo mbalimbali. Kikubwa zaidi ni washukuru walimu katika kategori zote ambazo wanafunzi wamezionyesha. Wanaonyesha dhahiri kwamba wanafunzi wameandaliwa, wanafunzi wamefunzwa, na ndio maana leo hii wamekuja wameonyesha kitu ambacho, kwa mfano kwenye swala zima la hadithi tumeona watoto walivyofanya vizuri. Kwenye swala zima la fikhi tumeona watoto walivyofanya vizuri. Swala zima la lugha tumeona watoto walivyofanya vizuri. Swala zima la nashid tumeona watoto walivyofanya vizuri, lakini kikubwa zaidi ya yote katika swala zima la mawaidha, hapo ndo ambapo mimi niliishiwa nguvu kiasi fulani. Mtoto mdogo lakini anaweza kutoa mawaidha kuliko hata ya marehemu Sheikh Nyundo. Kwa kweli mimi mwenyewe nimehemewa kwa kweli. Nawashukuru sana watoto, lakini kikubwa zaidi nawashukuru sana wazazi wenzangu kwa hicho ambacho wamekiona hapa, lakini shukrani zetu kubwa tuzielekeze kwa walimu wetu ambao wamefanya jitihada kubwa. Ilikuwa nikimsikia hapa Mwalimu Shamte mwanzo wakati tunafika anasema tujitahidi sana katika matunzo au katika tunzo ambayo tutazileta hapa usoni, basi tunzo kubwa tuzilete kwa walimu, na hala hakukosea, kwa sababu hiyo kazi kubwa ambayo imefanywa hapa basi ni jitihada kubwa sana ambazo zimefanywa na walimu wetu wa madrasa hii. Naamini na najua kwamba kuna changamoto kubwa sana kwenye masuala mazima ya kuwawezesha walimu wa madrasa. Nafahamu sana nguvu zetu kubwa zinaelekezwa pengine katika kuwawezesha walimu wa shule kwa maana ya elimu hii ya secular, lakini walimu wa madrasa hatuwatizami sana, tuseme ukweli, hatuwatizami sana. Sasa hii tuwe na kitu cha kuondoka nacho, wazazi wenzangu. Inakuwa ajabu sana kama kuna shughuli nyingine za kijamii tunapeleka michango ya kiharusi na mambo mengine, lakini tukiambiwa kuna shughuli inahusiana na madrasa tunakuwa nyuma kidogo. Ni jambo la kushangaza sana na ni jambo la kulitafakari na la kuondoka nalo kwa kweli tukiondoka hapa. Lakini kikubwa na saa zangu kwa wazazi ambao ni wenzangu kama ambavyo mimi nipo hapa, cha mwanzo nasisitiza sana swala zima la kuwa karibu sana na watoto wetu, kuwa karibu sana na walimu wa hapa madrasa, kuwa karibu sana katika kufuatilia nyenendo zao, katika kufuatilia maendeleo yao. Tusichukulie kwamba tumewaleta watoto hapa chuoni kwa maana ya madrasa, lakini baadaye mzigo wote tena tunawaachia walimu. Walimu ndo ambao washughulikie watoto. Naamini kuna watoto wengine hapa wadogo, tena wadogo kabisa, maana hata akitaka kujisaidia inakuwa shida, lakini walimu wanatusaidia kwenye mambo haya yote. Kwa jumla wanayabeba wao, wanatusaidia katika kuwahandle wa watoto, lakini katika kuwasomesha na katika kuona kwamba wanakuwa katika misingi iliyokuwa bora. Chengine nisisitize swala zima la malipo, na mimi kama ambavyo mzee wangu mzee Mtoro ametangulia kusema, kipekee ni kitu ambacho na mimi nilikusha kinoti awali kwamba tunaonekana wazazi bado tuko slow kidogo kwenye kufanya malipo ya watoto wetu. Bado tupo nyuma kwenye kufanya malipo ya watoto wetu. Mimi naamini walimu wetu hao wa madrasa
sina hakika sana, lakini nadhani wengi wao hawana vibarua vingine vya kusema wana kipato chingine, wana biashara nyingine. Muda wao mwingi unapotea hapa madrasa. Muda wao mwingi unabakia hapa madrasa katika kuwafinyanga hawa watoto wetu, kuwapatia elimu bora, ambayo elimu hiyo wakishakupatiwa watoto wanatusaidia sisi na huko majumbani kuona kwamba wanakuwa katika maadili mazuri na wanajiepusha na vitendo vingi vyenye shida huko mitaani, vitendo vya kihalifu na vitendo vingine. Kwa hiyo niwashukuru sana walimu kwa jitihada zenu hizo ambazo mmefanya. Lakini mwisho niwataki walimu, wazazi wenzangu, tusichoke kufuatilia maendeleo ya watoto wetu hapa madrasa. Kila baada ya muda, hata kama umeletewa barua, hujaletewa, ukipata muda basi pita hapa madrasa, uje uone maendeleo ya mtoto wako, uje uone mtoto ana changamoto gani. Kuna watoto wana changamoto katika ufahamu, kuna watoto wana changamoto katika kujifunza. Kadri mzazi utakavyokuwa unapata muda wa kupita hapa madrasa, utakutana na mwalimu, atakuelezea mtoto wako ana changamoto gani katika kujifunza, basi kunaweza kupatikana suluhu au kunaweza kupatikana solution ya tatizo hilo, na mtoto baadaye akawa katika hali nzuri ya kujifunza.